Taarifa kwa vyombo vya habari. Maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani Mei tarehe 4, 2025. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania Bara linaungana na wazimamoto wote duniani katika kuadhimisha siku ya wazimamoto duniani inayofanyika kila mwaka tarehe 4 Mei. Hii ni siku ya muhimu ya kutafakari, kutambua na kuthamini mchango mkubwa wa maafisa na askari wa zimamoto katika kulinda maisha na mali za wananchi dhidi ya majanga mbalimbali yakiwemo majanga ya moto, tetemeko la ardhi, mafuriko, maporomoko ya udongo pamoja na ajali za barabarani na dharura zingine zozote ambazo hazihusiani na jinai. Ndugu wanahabari, siku hii ilianzishwa rasmi mwaka 1999 kufuatia tukio la kusikitisha lililotokea nchini Australia ambapo wazimamoto 5 walipoteza maisha wakijaribu kuzima moto mkubwa wa msitu katika eneo la Linton jimboni Victoria. Tukio hili liliamsha hisia za mshikamano na heshima kwa mashujaa wa wazimamoto hao hususan kote duniani, likapelekewa kuanzisha rasmi siku hii maalum. Hapa nchini Tanzania tumeshuhudia matukio makubwa ya majanga ya moto, maporomoko, lakini wazimamoto na waokoaji wetu waliweza kujitokeza kwa ujasiri kuokoa maisha na mali za wananchi. Baadhi ya matukio hayo ni pamoja na watu kuzama katika ziwa Rukwa, maporomoko ya matope Hanang, Manyara, mafuriko Rufiji, Pwani, kuporomoka kwa jengo Kariakoo, moto wa msitu Mlima Kilimanjaro, lakini moto wa msitu South Hill, ajali ya basi na treni Manyoni Singida, moto wa matenki ya mafuta pale Kigamboni. Niwaeleze wazi kwamba iwapo wazimamoto wasingeweka roho ya ushujaa, basi leo hii tusingeweza tukazungumza lolote, kwani tunaamini kabisa mji wa Kigamboni usingekuwepo na Masplan hata Dar es Salaam tunaweza tukasema usingekuwepo, lakini kwa ujasiri wa wapiganaji wetu waliweza kudhibiti tukio hili lisiweze kuleta athari. Lakini tuna moto wa roli la mafuta pale Morogoro. Miliona namna gani nchi ilitikisika juu ya tukio hile, ambapo baadhi ya wananchi walikuwa wakigombea mafuta na mwisho wa siku tuliona kilichotokea. Nitoe rai kwa wananchi wote, unapoona ajali ya tenki la mafuta usikimbilie kuchota mafuta, kwani ni hatari. Tumeshuhudia kupitia tukio hili namna ambavyo lileta athari kwa wananchi na wakazi wa Morogoro. Lakini kuna moto wa Ubungo. Moto huu ulitokea 2004, mlipuko ya mabomu Mbagala, mlipuko wa mabomu Gongo la Mboto. Wote mlishuhudia ni namna gani familia zilikosa makazi, baadhi ya wananchi walikosa hata kupelekea ulemavu. Lakini kuna ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba, ajali ya kuzama kivuko MV Nyerere, kuporomoka kwa jengo la gorofa mtaa wa Indira Gandhi na Morogoro, kuporomoka kwa jengo la gorofa pale Chang'ombe, lakini moto wa sekondari Idodi Iringa, moto wa sekondari Shauri Moyo Tanga, moto wa kiwanda cha sigara, moto wa mafuta Morogoro, mafuriko ya jijini Dar es Salaam, ajali ya gari haisi kugongana na roli pale Kibamba, lakini tukio la ajali la roli la mafuta. Wanahabari, katika matukio haya yote wazimamoto walioonyesha ushujaa wa hali ya juu wa kujitolea kwa moyo wa dhati wote kwa kuokoa maisha ya wananchi,
jambo ambalo tunapaswa kulienzi na kuunga mkono na jamii nzima. Ndugu waandishi, maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani yana malengo yafuatayo: kutoa heshima na kumbukumbu kwa wazimamoto waliopoteza maisha wakiwa kazini, kutambua mchango wa wazimamoto walioko hai katika kutekeleza majukumu yao hadi sasa, lakini kuwapa motisha wale ambao bado ni mashujaa wetu wanaendelea kutoa huduma hii ya uokoaji, kuelimisha umma juu ya majukumu ya wazimamoto na hatua za tahadhari dhidi ya majanga. Maadhimisho haya yanaongeza uelewa kwa jamii kuhusu kazi za wazimamoto na changamoto zinazowakabili kila siku wanapopambana kuokoa maisha. Wanahabari, kwa mwaka huu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limefanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku hii, na tunaamini tuligusa kila Mtanzania, tuligusa kila mwananchi, kwani katika kipindi hichi tuliweza kutoa misaada katika vituo vya watoto wenye uhitaji 10, usafi na misaada katika vituo vya afya pamoja na hospitali maeneo 15, msaada katika magereza 2. Tuliweza kutembelea baadhi ya wahanga walioathirika na majanga haya ya moto. Tuliweza kuchangia damu, kufanya usafi katika eneo la kaburi pale walipozikwa wenzetu, walipopumzishwa wenzetu pale eneo la Msamvu, pamoja na kuweka taji ikiwa ni heshima kwao. Lakini tuliweza kutembelea nyumba taniwa razi, najaribu kupunguza kelele. Ndio, tuliweza kutembelea nyumba za walioathirika na uraibu wa pombe au madawa ya kulevya, wanasema sober house. Lakini makamanda wenyewe walitoka katika vyombo vya habari kuzungumzia umuhimu na tija ya uwepo wa siku hii. Kwa kweli, hakika Jeshi la Zimamoto tunapaswa kupongeza na tunajinasibu na tunajivunia kazi hizi ambazo tumezifanya, na jamii wameweza kupata uelewa zaidi kwamba Jeshi la Zimamoto lipo na ni jeshi la kuhudumia wananchi. Aidha, tunashukuru kwa dhati na tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku hii, baadhi ya maafisa na askari wameweza kuveshwa vyeo kwa kutambua utendaji wao mzuri wa kazi. Ndugu wanahabari, naomba sasa nihitimishe. Siku ya wazimamoto duniani si tu ya kumbukumbu, bali ni wito, mshikamano, uzalendo na kuthamini uhai wa binadamu. Inatufundisha kuwa usalama ni jukumu la pamoja, kwamba kazi ya wazimamoto ni ya kipekee, yenye hatari lakini yenye umuhimu kwa jamii. Tunatumia fursa hii kuwaenzi mashujaa wetu waliopo na waliotangulia mbele za haki. Kwa ujasiri wao na moyo wa kujitolea waliouonyesha, tuendelee kushirikiana kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama dhidi ya majanga. Aidha, tutaendelea na majukumu yetu kwa moyo wa uzalendo na kujitolea. Tunashukuru wizara na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama, kwani pale tunapowaita basi nao wanakuwa mstari wa mbele. Kuchelewa kufika kwa magari ya zimamoto, lakini upatikanaji wa huduma ya zimamoto. Asante. Lazima tutambue kwamba Jeshi la Zimamoto haliwezi likakaa tukasema tukaota kwamba leo kuna nini, kuna tukio sehemu fulani. Tunategemea zaidi wananchi
watupigie namba yetu ya dharura ya 114 ili na sisi tuweze kuwafikia. Sasa kinachotokea ni kitu gani? Mwananchi anapopatwa na lile tukio, yeye hakumbuki kupiga ile namba 114. Anachokumbuka ni kuanza kukimbilia ndani na kutoa vitu vyake vya thamani. Kumbuka kwamba anakuwa ameshapoteza muda. Na kutokana na namna ambavyo tunajenga nyumba zetu, ni ndani ya dakika 5-10 nyumba yote imeteketea. Atakimbilia ndani, ataanza kutoa hati zake, ataanza kutoa sanduku yake ya kikoba, nyumba inaendelea nini? Kuteketea. Lakini yeye angeweza kupiga namba ya 114. Sisi tukapata taarifa mapema, tunaweza tukafika pale kwa haraka na tutaweza kumhudumia. Lakini pia hapa kwa shukrani kubwa sana, Jeshi la Zimamoto linamshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini tunaishukuru Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hivi karibuni mtakuja kushuhudia ni namna gani serikali ya awamu ya 6 imewekeza katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kutoa huduma zetu na kuwafikia wananchi kwa haraka. Tutapokea magari. Sitaki kuvunja habari hii kwa sababu itakuwa ni breaking shocking news kwa mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kwani vifaa hivyo vitaweza kufika mpaka wilayani. Tanzania itakuwa salama. Sasa kuhusu matumizi na uelewa wa wananchi, matumizi ya namba ya 114. Mimi nawapongeza wananchi sasa hivi. Wengi wao wanauelewa wa namba hii ya dharura. Kwa sababu tukiangalia takwimu tena wameenda mbali zaidi. Sasa hivi hatuitii matukio ya moto mengi, tunaitiwa matukio ya uokoaji. Hiyo ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi wameelewa kwamba kumbe zimamoto sio kuzima moto tu, bali ni uokoaji. Kwa hiyo unakuta takwimu za uokoaji zimezidi kuongezeka. Lakini simu zinafanyaje? Tunasema simu zinaita. Tunawapongeza wananchi kwa kuelewa matumizi ya 114. Lakini tunakemea vikali wale ambao bado wanafanya matumizi ya 114 pasipokuwa na usahihi. Kwa sababu ile ni simu ya dharura. Yamkini wakati wewe unapiga hapa 114, kuna ndugu yako kabisa anahitaji msaada. Kwa hiyo unamkwamisha yule kupata nini? Msaada. Na wale ambao wamekuwa wakijaribu, tunaendelea na tunachukua hatua kali kabisa za kinidhamu, ikiwa ni kufikishwa mpaka mahakama.